Simulizi ya Habil na Kabil, watoto wa Nabii Adam alayhi salam. Simulizi ya kisa cha wana wawili wa Adam, yaani Kabil na Habil, ni miongoni mwa visa vya mwanzo kabisa katika historia ya mwanadamu, na imeelezwa kwa msingi wake katika Qur'an kwa mtindo wa mafundisho na mazingatio makubwa. Mwenyezi Mungu anasema, wasomee kwa haki habari za wana wawili wa Adam. Aya hii inaonyesha kuwa simulizi hii si hadithi tu, bali ni somo la kweli lenye mafundisho mazito kwa wanadamu wote. Inasimuliwa kuwa Kabil na Habil walikuwa watoto wa kwanza wa Adam, na katika zama zao kulikuwa na utaratibu maalum wa ndoa uliowekwa ili kuendeleza kizazi cha mwanadamu. Inasemekana Kabil alitaka kumuoa dada aliyekuwa amezaliwa pamoja naye, ambaye alikuwa mzuri zaidi, lakini kwa mujibu wa sheria ya wakati huo, alitakiwa kumuoa dada wa ndugu yake, si yule aliyekuwa mapacha wake. Hapo ndipo chuki na wivu ulipoanza kujengeka na ndani ya moyo wake. Ili kumaliza mgogoro huo, Adam aliwaamrisha watoe sadaka kwa Mwenyezi Mungu, na yule ambaye sadaka yake itakubaliwa ndiye atakayekuwa katika haki. Habil alikuwa mchungaji wa mifugo, hivyo akatoa sadaka bora kabisa alionayo, kondoo mzuri na mwenye afya. Lakini Kabil, ambaye alikuwa mkulima, alitoa sehemu duni ya mazao yake bila kujali ubora wake. Mwenyezi Mungu akakubali sadaka ya Habil na akaikataa ya Kabil. Hapo ndipo moto wa wivu ukawaka zaidi ndani ya Kabil. Akamwambia ndugu yake kwa hasira, nitakuua. Lakini Habil akamjibu kwa utulivu na hofu ya Mwenyezi Mungu, akisema, hakika Mwenyezi Mungu huwakubalia sadaka wacha Mungu. Kisha akaendelea kusema, ukanyoosha mkono wako kuniua, mimi sitanyoosha mkono wangu kukuua. Hakika mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu. Maneno haya yanaonyesha tofauti kubwa ya nyoyo zao. Mmoja alijaa wivu na ghadhabu, na mwingine alijaa uchamungu na subira. Habil akaendelea kumwonya ndugu yake, hakika mimi nataka ubebe dhambi zangu na dhambi zako, kisha uwe miongoni mwa watu wa motoni, na hiyo ndiyo malipo ya madhalimu. Lakini Kabil hakusikiliza ushauri huo. Qur'an inaeleza, nafsi yake ikamshawishi kumuua ndugu yake. Akamuua na akawa miongoni mwa waliopata hasara. Huu ndio ulikuwa mauaji ya kwanza kabisa kufanyika duniani, damu ya kwanza kumwagika kwa mkono wa mwanadamu. Baada ya kumuua ndugu yake, Kabil alibaki hajui afanye nini na mwili wa ndugu yake. Alisimama akiwa katika mshangao na majuto, bila kujua jinsi ya kuuficha mwili huo. Hapo Mwenyezi Mungu akamtuma kunguru wawili, wakapigana na mmoja akamuua mwenzake, kisha akachimba ardhi na kumfukia. Kabil akaangalia tukio hilo na akasema kwa majuto, ole wangu, nimeshindwa kuwa kama kunguru huyu nikaficha maiti ya ndugu yangu. Hapo ndipo akajifunza jinsi ya kumzika ndugu yake, lakini majuto hayakuweza kufuta kosa alilolifanya. Mauaji hayo yakawa alama ya mwanzo wa dhulma kubwa katika historia ya mwanadamu. Katika hadithi sahihi, Mtume Muhammad amesema kuwa hakuna nafsi inayouawa kwa dhulma isipokuwa Kabil anabeba sehemu ya dhambi hiyo, kwa sababu yeye ndiye aliyeanzisha mauaji ya kwanza. Hii inaonyesha uzito wa kosa lake na athari yake katika historia ya mwanadamu. Kisa hiki kinafunza kuwa wivu na chuki vinaweza kumwangamiza mwanadamu, na kwamba kukubaliwa kwa amali kunategemea uchamungu, si sura au mali. Pia kinaonyesha hatari ya kufuata nafsi bila kujizuia, na umuhimu wa kumcha Mwenyezi Mungu katika kila jambo. Hivyo ndivyo simulizi ya Kabil na Habil ilivyo, simulizi ya kwanza ya damu kumwagika duniani, yenye mafunzo makubwa kwa kila kizazi cha mwanadamu. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Hekima za Kale ili uwe wa kwanza kupata update mbalimbali za kidini na mazuri kutoka katika historia yetu ya Uislamu.